Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Wal mursalati urfa. Na hapa kwa zinazotumwa kwa upole. Fal asifati asfa. Na zinazovuma kwa kasi. Wan nashirati nashra. Na zikaeneza maeneo yote. Fal fariqati farqa. Na zinazofarikisha zikatawanya. Fal mulqiyati dhikra. Na zinazopeleka mawaidha. Udhran au nudhra. Kwa kuudhuru au kuonya. Innama tu'aduna lawaqi'. Hakika mnayoahidiwa bila shaka yatakuwa. Fa idhan nujumu tumisat. Wakati nyota zitakapofutwa. Wa idha as-samaa'u furijat. Na mbingu zitakapopasuliwa. Wa idha al-jibalu nusifat. Na milima itakapopeperushwa. Wa idha ar-rusulu uqitat. Na mitume watakapowekewa wakati wao. Li ayyi yawmin ujjilat. Kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo? Li yawmil fasl. Kwa siku ya kupambanua. Wama adraka ma yawmul fasl. Na nini kitakachokujulisha siku ya kupambanua ni nini? Wailun yawma idhin lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Alam nuhlikil awwalin. Kwani hatukuangamiza waliotangulia? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kisha tukawafuatilizia waliofuatia. Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Ndiyo kama hivi tuwatendavyo wakosefu. Wailun yawma idhin lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? Faj'alnahu fi qararin makin. Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti. Ila qadarin ma'lum. Mpaka muda maalum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Tukakadiria na sisi ni wabora kukadiria. Wailun yawma idhin lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Alam naj'alil arda kifata. Kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya? Ahya'an wa amwata. Walio hai na maiti. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti na tunakunywesheni maji matamu. Wailun yawma idhin lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Yanṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadhibun. Nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkikanusha. Yanṭaliqū ilā dhillin dhī thalathi shu'ab. Nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu. La dhalilin wala yughni min al-lahab. Hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako. Innaha tarmi bi shararin kalqasr. Hakika moto huo unatoa macheche kama majumba. Kaannahu jimalatun sufr. Kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano. Wailun yawma idhin lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Hadha yawmu la yanṭiqun. Hii ni siku ambayo hawatatamka kitu. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Wala hawataruhusiwa kutoa udhuru. Wailun yawma idhin lilmukaththibin.
Ole wao siku hiyo hao waliokanusha. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Hii ndiyo siku ya kupambanua, tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia. فإن كان لكم كيد فكيدون. Ikiwa mnayo hila, nifanyieni hila mimi. ويل يومئذ للمكذبين. Ole wao siku hiyo hao waliokanusha. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Suratul Mursalat imeteremka Makka. Lililo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara 10 na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wacha Mungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayoyapata makafiri wasioiamini Qur'an. Na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa upole wa kawaida na kheri, na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali, na kwa aya zenye kueneza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa uenezi mkubwa mno, na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano ulio wazi kabisa, na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja. Hakika haya mlioahidiwa ya kuja kiyama kwa yakini yatatimia tu bila shaka yoyote. Basi nyota zitapoondolewa kabisa, na mbingu zitakapopasuka, na milima ikavurugwa na ikapeperushiwa mbali na upepo, na mitume wakawekewa wakati maalum wahudhurie kwa ajili ya kuwatolea ushahidi kaumu zao. Kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa? Kwa ajili ya siku watakapopambanuliwa baina viumbe. Na nini cha kukujuvya? Ina nini hiyo siku ya kupambanua? Ni maangamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha waliowaahidi mitume. Kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliyokadhibisha, na kisha tukawafuatilizia hao wenginewe, tukawateketeza hadi kadhalika kwa madhambi waliyofanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo ni siku ya kuteketezwa waliokadhibisha kama tulivyowaahidi. Kwani hatukukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili, nayo ni manii, na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa muda na ujua Mwenyezi Mungu. Nasi tukaweka vipimo katika kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake. Basi wabora wa kupima na kukadiria ni sisi. Ole wao hao wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria. Kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vilivyo hai visiohesabika na vilivyokufa visiokadirika, na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu, na tukakunywesheni maji matamu. Wataangamia siku hiyo hao na ukadhibisha neema hizi. Siku ya kupambanua wataambiwa makafiri, nendeni huko motoni mlikokuwa mkikukanusha. Nendeni kwenye joto la moshi wa jahanamu uliogawika kwa ukubwa wake mapande matatu. Hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo, wala kivuli hicho hakipunguzi joto la mwako hata kidogo. Moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba, au utaona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Wataangamia siku hiyo wanaokanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliosimuliwa yatatokea katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha, wala hawatakuwa na idhini ya kutamka, wala hawatatoa udhuru kwani hawana udhuru. Wataangamia siku hiyo wanayokadhibisha siku hii.
Hii ndiyo siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo, kwa kuwa kila mmoja atalipwa kwa mujibu anavyostahiki. Enyi mnaomkadhibisha Muhammad, tumekujalieni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu, kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu, basi fanyeni hila hiyo. Basi njooni mwepukane na adhabu yangu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha ahadi ya Mwenyezi Mungu. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, hakika wacha Mungu watakuwa katika vivuli na chemchem. Wa fawakiha mimma yashtahun, na matunda wanayoyapenda. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watendao mema. Wailun yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun, kuleni na mjifurahishe kidogo tu, hakika nyinyi ni wakosefu. Wailun yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, na wakiambiwa inameni hawainami. Wailun yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, basi maneno gani baada ya haya watayaamini? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hakika wacha Mungu wenye kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa katika kivuli kikubwa na chemchemu zinazomiminika, na matunda wanayoyaonea ladha na wanayoyapenda. Wataambiwa kwa kuamkiwa na kukirimiwa, kuleni na mnywe chakula na vinywaji kwa starehe kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkivitenda duniani. Hakika sisi huwalipa mfano wa malipo haya matukufu watu wema. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha pepo. Na makafiri wataambiwa, kuleni na mjistareheshe kwa starehe isiyobaki muda mrefu, kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha neema. Na wakiambiwa, salini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mnyenyekeeni yeye, hawanyenyekei wala hawasali, bali ushikilia kiburi chao. Wataangamia siku wanaokadhibisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Basi maneno gani hawa watayaamini ikiwa hawaiamini Qur'ani? Na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni.